Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Katika mwendelezo wa rusha ni kurushe, makombora yakiendelea kurindima katikati ya miji ya Irani na maeneo jirani Mashariki ya Kati, Iran na Marekani, vita vikizidi kupamba moto kila dakika na kila sekunde. Hali inazidi kuwa tete zaidi Mashariki ya Kati. Hivi leo ripoti kuu zinaarifu ya kwamba Irani imerusha makombora yake makubwa zaidi aina ya Khorramshahr yakilenga katika taifa la Israeli mjini Tel Aviv, ambapo kwa mujibu wa vikosi vya IRGC vikiliambia shirika la habari la Mehr News la Irani vimesema ya kwamba Irani imerusha makombora mapya kasi ya hali ya juu aina ya Khorramshahr yapatayo manne katika muda wa saa chache zilizopita. Vikosi vya IRGC vikielezea taarifa hiyo mbele ya chombo cha habari cha Irani Mehr News, imeendelea kusema ya kwamba makombora hayo mazito yamelenga ofisi za Netanyahu, waziri mkuu wa Israeli, pamoja na maeneo mengine ya viongozi waandamizi wa Israeli. Hata hivyo, katika taarifa yao vikosi vya IRGC vimesema kurushwa kwa makombora hayo ni katika wimbi la 19 la operesheni ya Ahadi ya Kweli ambayo inaendelea kufanywa na vikosi vya IRGC dhidi ya kulipiza kisasi kwa kile imesema mdhalimu Marekani kwa mauaji ya raia pamoja na kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Saidi Ali Khamenei. Vikosi vya IRGC vikielezea uzito wa makombora hayo vimeeleza ya kwamba kila kichwa cha kombora moja kina uzito wa kilo 1000 na tayari kimerushwa katikati ya uwanja wa ndege wa Tel Aviv na Ben Gurion pamoja na kituo cha ulinzi wa anga cha 27 cha utawala wa Kizayuni. Kadhalika, katika mwendelezo wa mashambulizi ya IRGC nchini Israeli, taarifa iliyotolewa na IRGC kupitia taarifa kwa umma ilieleza ya kwamba vikosi vya IRGC vimefanikisha kushambulia na kumwangamiza kamanda wa jeshi la anga la utawala wa Kizayuni ambaye ameshambuliwa na kupigwa vibaya na vikosi vya jeshi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika mashambulizi yaliyolengwa na kushtukiza ya makombora ya Khaibar katika wimbi la 10 la mashambulizi. Katika mwendelezo wa vita Iran na Marekani imeendelea kufanya propaganda katika vita hivyo, ikishambulia baadhi ya maeneo ikisema Irani ndiyo imefanya mashambulizi hayo. Katika usiku wa kuamkia hivi leo na mchana, ndege za pasi na rubani drones zimearifiwa kupiga vibaya na kuangamiza nchini Azerbaijani, huku taarifa zikiarifu kwamba Irani ndiyo imefanya shambulio hilo katika eneo la mji wa Azerbaijani. Kufuatia taarifa iliyosambaa ya Irani kushambulia Azerbaijani imelazimika kufunga anga lake la kusini karibu na Irani kwa saa 12, ikieleza kwamba kutokuwapo na utengamano wa amani katika eneo hilo vita Irani na Marekani. Ikitoa taarifa shambulizi hilo, Irani imekanusha vikali shambulio la ndege za pasi na rubani drone dhidi ya mji wa Nakhchivan, Azerbaijani, ikisema kwamba Israeli na Marekani zinatamani kuvunja uhusiano wa muda mrefu baina ya Azerbaijani na Irani. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi amekanusha akisema ya kwamba Teherani haijahusika na kurusha ndege za pasi na rubani kuelekea Azerbaijani, ikisema vikosi vyake vya kijeshi vinachunguza milipuko iliyoripotiwa na Marekani pamoja na vyombo vya habari mbalimbali nchini Azerbaijani siku ya leo. Wakati fukuto la vita likiendelea baina ya Iran na Marekani, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Ghuba ya Uajemi zimeitisha mazungumzo ya diplomasia ili kumaliza mzozo baina ya Iran na Marekani Mashariki ya Kati. Mawaziri wa mataifa hayo wamesisitiza kwamba kujitolea kwao kwa utulivu wa kikanda na kutoa wito wa ulinzi wa raia na heshima kamili ya sheria za kimataifa. EU na GCC zilisema katika taarifa ya pamoja baada ya mkutano wa video wa mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya na Ghuba. Sanjari na hilo, wakati vita vikiendelea baina ya Iran na Marekani, Korea Kaskazini imeibuka ghafla kupitia rais wake wa taifa hilo Kim Jong-un akisema kwamba taifa la Korea Kaskazini limefanya majaribio ya mabombora makubwa na nyuklia pia ipo ndani yake na hazina kubwa, na hivyo majaribio ya makombora yetu hayana lengo lolote baya, bali ni kwa ajili ya amani na kujilinda. Lakini
Kama mtu yeyote anafikiria kwamba anaweza akanyakua Korea Kaskazini kama Venezuela, basi kumbuka unacheza na moto. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.